hongereni sana. Vile vile nitoe shukrani zangu za dhati kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika na Africa Growing Together kwa ufadhili wa mradi huu. Natambua pia uwepo wa wakilishi wa shirika la kimataifa la Japan JICA, na wenyewe nawashukuru sana kwa ushiriki wao katika miradi hii, pamoja na washirika wengine wa maendeleo mliopo nasi. Kwa namna pekee niukaribishe nchini Mheshimiwa Dr. Sead Ould, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Pengine si mara yako ya kwanza kuwa Tanzania, lakini ni mara ya kwanza kama rais wa African Development Bank kututembelea nchini, na kwa bahati nzuri kushirikiana nasi katika ufunguzi wa mradi huu. Karibu sana na ninakushukuru kwa ushiriki nasi kwenye shughuli muhimu. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, jiji letu la Dar es Salaam limeendelea kukua kama kitovu cha biashara, uwekezaji na huduma za usafiri na usafirishaji nchini na nchi za jirani za kanda Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na Kusini mwa Afrika. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, jiji hili lilikuwa na watu karibu milioni 5.5, lakini sasa tunakadiria zaidi ya milioni 6, ikilinganishwa na wakazi milioni 4.3 ambao walirekodiwa kwenye sensa ya 2012. Tunaweza kuona katika kipindi cha miaka 10 mkoa huu uliongeza zaidi ya watu milioni 1, sawa na wastani wa watu 100,000 kila mwaka wanaongezeka ndani ya mkoa huu. Kwa utambua wajibu huo, serikali imeendelea kuelekeza rasilimali zake kwenye miundombinu ya usafiri inayobeba ukuaji wa miji yetu na kuwawezesha wananchi kufika kwa urahisi katika maeneo yao ya kazi, biashara na huduma muhimu. Awamu ya pili ya ufunguzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo kwa haraka katika barabara ya Kilwa, Chang'ombe, Sokoine na Kawawa inatekeleza mwelekeo huo katika ukanda wa Mbagala na maeneo yanayounganishwa nayo. Kama alivyotangulia kusema Waziri wa Ujenzi, awamu ya pili ya ujenzi wa mradi huu imeongeza uwezo wa usafiri katika ukanda wa Mbagala hadi katika jiji, kipunguza muda wa safari toka wastani wa saa 1.5 hadi takriban dakika 30. Saa 1.5 ni makisio, lakini wakati mwingine tukisafiri hata kwa masaa 2 foleni inapokuwa kubwa sana. Sasa ni dakika 30, precision 30 minutes huko Dar es Salaam, huko kwenye katikati ya mji Dar es Salaam, huku abiria wakiongezeka kutoka takriban abiria 30,000 huduma hii ilivyoanza hadi sasa ni abiria 90,921 kwa siku wanatumia huduma hii. Hayo ni mafanikio makubwa ndugu zangu. Hatua hii ni nzuri na tujipongeze. Ongezeko la zaidi ya mara 3 la abiria linatueleza pia kuwa wananchi wameitikia huduma hii kwa kiwango kikubwa, au wameipokea kwa kiwango kikubwa, ambayo pia imechangia kupunguza foleni na msongamano wa magari na kupoteza soli za viatu kama alivyosema Ulega katika ukanda huu na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla. Ni hatua nzuri ya maendeleo. Tujipongezeni wa Tanzania na hasa wana Dar es Salaam. Kwa msingi huo, naielekeza Wizara ya Ujenzi kwa kushirikiana na mamlaka ya TAMISEMI na mamlaka nyingine zinazohusika kuharakisha usimamizi wa miradi yote ya barabara inayoendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya jiji. Huwa nazunguka na ninaona, nikipita nikiona progress na furahi, lakini nikiona bado mavumbi yamekusanywa huko na mashimo yapo, roho yangu inanyonga kidogo. Kwa hiyo simamieni wakandarasi waende kwa kasi zaidi ili zikamilike kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Sambamba na hilo, wakala wa mabasi yaendayo haraka DART uongeze mabasi katika maeneo kulingana na mahitaji halisi ya abiria. Kuna maeneo bado ukipita unakuta makundi mengi ya watu wanasubiri, lakini kuna mabasi yapo hayana kazi. Nataka uongeze mabasi maeneo ambayo
abiria ni wengi na wanasubiri. Ili kupunguza muda wa kusubiri na huduma za usafiri, ndugu zangu, kama mnavyojua, tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya, mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa wa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku, nimenunua tiketi pale kituo cha Waterfront, nadhani nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia, na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo. Uwekezaji huu pia ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 inayoelekeza serikali kuendelea na awamu zilizobaki, awamu ya 3, ya 4, ya 5 na ya 6. Hasa awamu ya 3 tumeikamilisha. Hii ni Gongo City Center, kutoka City Center kwenda Gongo la Mboto, karibu imekamilika, na kwa maelekezo au maelezo ya waziri alionipa, wameshaikabidhi kwa TAMISEMI ili sasa wapangilie mpango wa njia ile kuanza kazi pia. Na kwa sababu leo nimeshazindua usafiri wa barabara hizi, ni imani yangu kwamba hivi karibuni itaanza kazi. Lakini awamu ya 4 ni kutoka City Center kwenda Bunju, ambayo bado ujenzi unaendelea, na awamu ya 5 ni kutoka bandarini kuelekea Ubungo. Sasa kama mlivyomsikia hapa, Mheshimiwa Rais wa African Development Bank amesema yuko tayari kuendelea kuisaidia Tanzania. Sasa mpango wetu wa baadaye ni kutanua au kuongeza njia hizi. Tunapozungumzia njia hii ya Mbagala Rangi Tatu, lengo letu na mpango wetu ni kuipeleka mpaka Mkuranga. Sasa wataalamu wanafanyia kazi hilo, na njia hii Mungu akituwezesha inshallah titakwenda mpaka Mkuranga. Ile ya Bunju nayo, tukifika Bunju tuna nia ya kuipeleka mpaka Bagamoyo, kwa sababu Bagamoyo inakwenda kuwa mji wa eneo huru la biashara na eneo huru la uchumi. Kuna bandari kubwa kule, kuna eneo huru la uchumi kubwa tu, lakini tutajenga SGR kuunganisha bandari ya Bagamoyo kwenda Kwala na eneo la huru la uchumi kwa ajili ya mizigo. Vivyo hivyo tunapeleka barabara hii ili wafanyakazi wenye bidhaa, wafanya biashara na wenyewe wende haraka kutoka Dar es Salaam na Bagamoyo. Lakini vile vile tukitoka Gongo la Mboto tuna mpango wa kuisogeza njia ile mpaka Kisarawe. Sasa haya ndio maombi ambayo tutayawasilisha FDB na kwa washirika wengine ili watusaidie, tusaidiane nao tuweze kukamilisha mji wetu uweze kuwa una urahisi wa usafirishaji. Vile vile Tanzania tuna mpango mkuu wa kuendeleza mfumo fungamanishi wa usafirishaji na biashara kama tulivyoelekezwa na Chama cha Mapinduzi, na hii tunaita Comprehensive Transport and Trade System Development Master Plan. Sasa mpango huu tunautekeleza ili tuwe na muunganiko unaoanisha miundombinu ya usafiri na mahitaji ya kiuchumi na kijamii itakayowezesha kurahisisha usafiri na usafirishaji kulingana na ongezeko la idadi ya watu jijini Dar es Salaam, lakini pia miji mingine kama Mwanza, Arusha na kwengine
kwenye miji mikubwa. Mpango wa usafiri lazima uende sambamba na upangaji wa matumizi ya ardhi. Nilikuwa namuonesha Waziri Ulega picha iliyoko mbele yetu pale, tunaiona au hapa pia inaonekana. Ni barabara kubwa lenye mambo yote, mataa, manguzo, kila kitu, lakini ukiangalia kushoto na kulia ni fujo. Hii inaonyesha kwamba mji wetu hatukuupanga mapema. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye kupanga jiji la Dar es Salaam. Hiyo ndio kazi ambayo iko mbele yetu, na inshallah Mungu atuwezeshe tuweze. Ndugu zangu, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2050 zaidi ya asilimia 50 ya Watanzania wataishi mijini. Hivyo ukuaji wa miji yetu lazima uongozwe na mipango inayotazama mahitaji ya muda mrefu. Kwa utatoka sasa kwenye nyumba zile, lakini nadhani tutaweza kwenda nyumba za kunyanyuka ili watu wengi zaidi waingie wakae katika nyumba hizo. Kwa msingi huo, niziagize sasa Wizara ya Ardhi na mamlaka za serikali za mitaa kutambua maeneo ya kuboreshwa, kutenga na kulinda maeneo ya ujenzi wa miundombinu, pamoja na kuandaa mapema mipango ya matumizi ya ardhi kwa kuzingatia mahitaji hayo. Hatua hii itarahisisha wananchi kufikia huduma za usafiri, kupunguza gharama na fidia, kurahisisha utekelezaji wa miradi hiyo tunapopanga mapema. Jitihada hizi hazitaishia Dar es Salaam kama nilivyosema, ni kwa miji mingine pia. Serikali itaendelea kusimamia mipango ya miji na majiji mengine nchini ili maeneo ya barabara, reli, vituo vya usafiri na miundombinu mingine muhimu yaainishwe, yatengwe na kulindwa mapema. Hatua hii itapunguza kama nilivyosema gharama za kulipa fidia kule mbele utakapo kwenda na maendeleo yetu. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha, napenda kusisitiza kwamba pamoja na kuthamini ushirikiano wa wahisani wetu ambao wako tayari kwenda na sisi, lakini niseme kwamba uimara wa mipango yetu utategemea zaidi uwezo wa taifa kuanzisha, kugharamia, kuendesha na kuitunza miradi yake. Huo ndio uimara wetu, na kwa maana hiyo serikali itaendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa kugharamia miradi kupitia mapato ya ndani, masoko ya mitaji, ubia na sekta binafsi na ushiriki wa taasisi za fedha za ndani, pamoja na kuendelea kushirikiana na washirika wetu wa maendeleo, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia na mashirika mengine ya kifedha ya kimataifa. Tutaendelea kufanya kazi nao kwa karibu. Ndugu zangu, wajibu wetu kama wananchi ni kuilinda miundombinu hiyo tunayoijenga kwa kushirikiana na wenzetu, kwa mikopo, kwa kugaiwa na kwa kusanya ndani. Wajibu wetu ni kulinda miundombinu hiyo, tuilinde na matumizi yasiyofaa, hujuma na uharibifu wa makusudi. Hatuwezi kutumia miaka mingi kutafuta fedha, kujenga miundombinu na kuanza kutoa huduma halafu tukakubali juhudi hizo ziteketezwe ndani ya muda mfupi. Hii haikubaliki. Na niwaombe wananchi, ninyi wenyewe mwe walinzi wa mambo hayo. Mtu anayeharibu mali za umma anateketeza kodi za wananchi na kodi za wananchi, kwa sababu mbali ya fedha tunayoikusanya na tukatoa kama mchango katika mradi, lakini hata mikopo tunayopewa tunakwenda kuilipa kwa uzalishaji na kodi za wananchi. Kwa hiyo hatuwezi kukubali kodi za wananchi ziweze kuteketezwa kirahisi namna hiyo. Anayefanya hivyo anachelewesha maendeleo ya taifa, analivuta nyuma taifa, ni mhujumu wa uchumi wetu, ni adui wa taifa letu. Tusikubaliane nao. Mwisho, ni wasihi wa Tanzania wenzangu, hususan vijana. Tanzania ndiyo nyumba yetu
na kuna mtu alisema Tanzania ndio kwetu, hatuna kwengine katu. Hata kama itatokea nchi huko itaitwa Tanzania, lakini sio Tanzania hii, sio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii tulionayo. Lakini jamhuri hii ni moja tu dunia nzima. Sasa tukiharibu tunakwenda wapi? Hapa ndio kwetu. Tutunze kilicho chetu na tutunze nyumba yetu ili itufae sisi na vizazi vyetu vinavyokuja. Uharibifu wa miundombinu inaibebesha nchi gharama kubwa ya kuirejesha kwa kutumia fedha ambazo zingeelekezwa katika utekelezaji mwingine wa miradi. Hakuna faida inayopatikana katika kufanya hivyo zaidi ya huduma kuvurugika, shughuli za kiuchumi kudhoofika na kasi ya maendeleo ya taifa kudorora. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe walinzi wa kwanza wa miundombinu hii. Mmenisikia wananchi kule nyuma? Mmenisikia? Haya, mtakaye baini anaharibu miundombinu hii ambayo sasa inawapa raha. Mbagala huku mmekuwa wa kwanza kutumia mabasi yenye viyoyozi ndani, na mnaijua nyinyi raha mnayoipata kurahisishiwa usafiri wenu. Sasa msikubali kurudishwa nyuma. Wenzenu wa njia ile kule waliwaachia vijana wakachoma, na baada ya tendo lile, badala ya kuja Dar es Salaam mjini kwa 2,000 walikuwa wanakuja kwa 10,000. Sasa hiyo ndio hasara ya kuachia vijana waovu kuharibu miundombinu yetu. Na waomba sana muwe walinzi na msikubali hilo. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kwa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine na Kawawa, lakini pia barabara ile inayokwenda Gongo la Mboto sasa imefunguliwa rasmi. Nawashukuru sana, na kama mnavyoona basi sasa linasogea. Hili ndio lile nilokata tiketi, bado sijamaliza safari na kwenda kuangalia mpaka mwisho huko, alafu nimuoneshe mgeni wetu tunataka kuelekea wapi na yeye aone. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza. Kazi na utu. Asanteni sana.